Mimi Samia Suluhu Hassan kwamba hayawi mwishowe yamekuwa. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. So tayari ni dhahiri shahiri ya kwamba Mama Suluhu Hassan Samia ameweza kuapishwa kama rais wa nchi ya Tanzania. Leo basi, kulingana na sheria na katiba ile ambayo ipo nchini, hakuna mtu yote ambaye anaweza kumpinga wala kumtoa pale ambapo yuko kwa sasa, isipokuwa ni wananchi peke yake ambapo watahitajika wamtoe kupitia kupiga kura tena, ambapo hiyo itatokea baada ya miaka 5 kuanzia sasa, ambapo itakuwa ni mwaka wa 2030, yani mwaka 2030 ndio pale ambapo wananchi watatakikana waende kupiga kura, limradi kama wanataka kumtoa Mama Suluhu Hassan Samia kwenye uongozi, basi waweze kumtoa kwa haki kama endapo itapatikana wakati huo inshallah. So kuna baadhi ya maswali takriban 5 hapa ambayo nimekuletea ili tuweze kujiuliza baada ya kwamba Mama Suluhu Hassan Samia tayari ameweza ameweza kuapishwa kwamba yeye ndio atakuwa rais. Kuna maswali takriban 5 ambayo nataka tujiulize sote kwa pamoja na tujibizane maswali haya sote kwa pamoja kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Na usisahau hakuna kutumia matusi. So swali la kwanza ambalo nataka kujiuliza ni, je, kuna umuhimu wa maandamano Tanzania? That's the first question. Je, yapo ama lipo, ama je kuna umuhimu wa kufanya maandamano kwenye nchi ama ndani ya nchi ya Tanzania? Swali ndo hilo, jibu ni lako wewe unijibu. Kwa sababu tumeweza kuona kwamba baadhi ya Watanzania wameweza kujitoa mhanga na kuamua kufanya yale ambayo ni maandamano, japo hayakuwa ya haki ama hayakuwa, hatuwezi kusema ya haki, japo tutasema kwamba hayakuwa ya amani. Yes, maandamano ambayo yalifanyika ndani ya Tanzania hayakuwa maandamano ya amani. Hivyo basi kilio chao ambacho walikuwa wako nacho sana ilikuwa ni ile ambayo wanasema wamenyimwa haki yao. Lakini vile vile pia tukumbuke walikuwa wanasema kwamba hawataki ule uchaguzi uendelee, walitaka ule uchaguzi uweze kusimamishwa ili uanze upya tena, baada ya kwamba zile no reforms no elections zao zimeweza kusikilizwa, zile agenda zao ambazo walikuwa wanataka zikuwe included na zingine zikuwe excluded kwenye katiba ziweze kufuatiliwa. Lakini hakuna aliyemsikiza Chadema wala Mtanzania wa kawaida ambaye alitamani katiba hino igeuzwe, ama alitamani alijitokeza kwenye maandamano ili sauti yake aipaze, asikizwe. Na tukumbuke ya kwamba maandamano ni njia moja ya kuwasilisha ujumbe fulani kwa kiongozi ama kwa uongozi fulani, ambapo hawa walioandamana walikuwa wanafanya vile yote ile kwa minajili ya kusalimisha
ujumbe fulani waliokuwa nao, na wakasema vizuri kwamba sisi ujumbe wetu hatumtaki mama, ujumbe wetu tunataka katiba igeuzwe, ujumbe wetu tunataka huu upigaji wa kura uweze kusimamishwa, ujumbe wetu tunataka mageuzi fulani na fulani na fulani. Lakini cha maajabu hakuna yeyote aliyeweza kuwasikiza. Swali la pili ni, je, demokrasia yafuatiliwa nchini Tanzania? Je, demokrasia yafuatiliwa nchini Tanzania au la? Hiyo nataka unijibu hapo pia. Swali la tatu ni, je, sauti ya mwananchi inasikizwa na serikali ndani ya Tanzania? Je, sauti ya mwananchi inasikilizwa na serikali ya nchi ama inasikilizwa na serikali ndani ya Tanzania? Je, serikali ikimsikia ama ikisikia baadhi ya wananchi wana malalamishi yao, je, serikali inachukua wakati kuwasikiliza na kuyafanyia kazi yale malalamishi? Je, serikali inawaita wale ambao ni walalamikaji waweze kuweka kwenye meza ili mradi waweze kuwapa ile ambayo labda itakuwa 50-50? Nitakupa tu mfano wa nchi ambayo Ibrahim Traore anaiongoza. Ibrahim Traore anaongoza nchi ambayo kuna baadhi ya mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye sekta nyingine tofauti kabisa na ya wanajeshi, ambapo alikuwa analalamika kusema kwamba kule mpakani Burkina Faso kuna uvamizi mkubwa sana ambao unaendelea, kwa sababu alikuwa ana criticize ile serikali kila wakati, each and every time alikuwa ana criticize, anakemea ile serikali ya Ibrahim Traore na kusema kwamba mpakani kuna upungufu wa hivi na hivi na hivi, majeshi wa polisi hawafanyi hivi na hivi, majeshi wa polisi wanafaa wafanye hivi na hivi na hivi. Kitu ambacho alifanya Ibrahim Traore, alimchukua yule kijana na kumvua ile professional ambao alikuwa yuko na akampeleka kwa mafunzo ya kijeshi ili aende kule kwa jeshi ili afanye ile kazi ambao alikuwa yadhania kwamba yeye wenzake hawifanyi vizuri. Sasa yeye alichukuliwa apelekwe kule ili akaangaliwe, je, ile kazi ambao anaitangaza kila wakati akijifanya kwamba yeye ana uwezo kuifanya, je, anaweza kuifanya yeye mwenyewe akiwa pale kwa ground? So these are things that we really need from our rulers. Okay, swali la 4 ambalo nitaliuliza hapa ni, je, uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania upo? Je, nchini Tanzania kuna uhuru wa vyombo vya habari? Hili ni swala ambalo nimekesha kulizungumzia kwa muda mrefu hapa na sitalijibu, na kuachia wewe ujibu kwenye sehemu ya maoni hapo. Na swali la mwisho ambalo nitauliza hapa ni, ukoloni chini ya Mwafrika, ukoloni chini ya Mwafrika ama ukoloni chini ya mzungu, ni wapi ambako tuko? Ukizingatia ilani zatolewa mara kwa mara ya kwamba wananchi wasiweze kutoka nje ya manyumba yao. Juzi tu tuliona yule ambaye anajiita Inspector General ndani ya jiji la Dar es Salaam ambao alitoa ilani ya watu kutotoka nje ndani ya Dar es Salaam kwa kipindi ama kwa muda fulani. Na hivyo hivyo leo pia kumetolewa ilani nyingine ya kwamba leo mchana hakuruhusiwi wananchi wapatikane wameketi kwa makundi nchini kote Tanzania, kwa sababu ya uapisho ule ambao unaendelea wa Rais Samia Suluhu Hassan. Na vile vile pia uapisho ule ama vile ambavyo kule kuapishwa kwa kunaendelea, watu kama hawakutakikana kuhudhuria pale ili kwenda shuhudia kiongozi wao ambaye anaapishwa, kama vile ambavyo tulikuwa tumeambiwa alishinda kwa watu wengi ama watu wengi walimpigia kura. Tulitazamia kwamba atakuwa ni kiongozi ambaye anapendwa na watu wengi, hiyo basi watu wengi wanaompenda kama vile ambavyo wanasema watenda pale kwa furaha na kuenda tizama yale maapisho yote yakifanywa pale. Nataka maoni yako hapo uniwekee pasi kutumia matusi.